mafanikio ya Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hii ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linajivunia sana mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hii ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo tunaposema kujivunia mafanikio makubwa tuliyopata katika mkoa wa Mbeya ni katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja za rasilimali watu, rasilimali vifaa, majengo, na mafanikio mengine ni katika kuzuia na kupambana na uhalifu na kuzuia na kudhibiti ajali za usalama barabarani. Kwa upande wa miaka minne, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya liliweza kupata jumla ya askari 351 na hawa walikuwa wanatoka katika shule ya polisi ambayo awali ilikuwa inajulikana kama CCP, lakini sasa hivi ni shule ya taaluma ya polisi ambayo ni Tanzania Police School. Mafanikio mengine ni kwamba jumla ya maafisa wakaguzi na askari wapatao 1662 wameweza kupandishwa vyeo kwa renki mbalimbali. Haya ni mafanikio makubwa kwa kipindi hiki cha miaka minne. Lakini vile vile Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Tumekuwa tukitumia utaratibu wa taarifa za kiintelijensia na upelelezi wa makosa ya jinai kwa hawa makachero ambao wameweza kupata elimu kwenye vyuo mbalimbali vya Jeshi la Polisi nje na ndani ya nchi na kuweza kuwa na uweledi mkubwa katika kupeleleza kesi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ambacho nimekitaja, uhalifu umepungua kwa 3%, na kwa hali hiyo tumeweza kuzuia na kupambana na uhalifu, ikiwemo sasa kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Mbeya wanafanya kazi za kujipatia kipato na kujizalishia mali bila kuwa na bughudha yoyote. Na ongezeko hili la rasilimali watu nililolitaja pamoja na vitendea kazi na ukiongezea na matumizi mazuri sasa haya ya falsafa ya polisi jamii ambayo tunaenda nayo pamoja na ulinzi shirikishi, kwa kweli wananchi wameweza kujengewa uwezo na kuhakikisha kwamba wanaisaidia Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mbeya kuwabaini wahalifu na kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa kwa wakati, na sisi Jeshi la Polisi tunaweza kukabiliana na wahalifu pamoja na viashiria vyote vya uvunjifu wa amani. Aidha, katika kipindi hicho Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limepata mafanikio makubwa katika kuhakikisha kwamba inafanya misako kwa kutumia magari ambayo tumeweza kuyapata kutoka serikalini kwa kupitia mkuu wetu wa Jeshi la Polisi, ambapo sasa doria na misako zimeweza kufanyika kwa kiwango kikubwa na watuhumiwa pamoja na wahalifu pamoja na mali mbalimbali zimeweza kukamatwa. Kwa kipindi hiki cha miaka minne, vitendea kazi kwa maana ya magari tumepata magari mapya 14, pikipiki 11. Kwa hiyo hii ni sehemu kubwa sana imetusaidia sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba tunafika maeneo mbalimbali na tunawafikia wananchi kwa wakati na kuhakikisha kwamba tunaweka hali ya usalama kwenye maeneo yao. Kwa hiyo mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kwa kutumia vitendea kazi ni pamoja na kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi jumla kilo 1450 na gramu 517, na utumiaji wa madawa hayo wapatao 1342 waliweza kukamatwa. Lakini pia dawa za kulevya za kiwandani aina heroin zenye uzito wa kilogramu 19.2 ziliweza kukamatwa pamoja na watuhumiwa 6. Dawa za kulevya aina ya mirungi pia zenye uzito wa kilo 3 ziliweza kukamatwa. Lakini vile vile pombe haramu ya moshi yenye ujazo wa lita 4162 ziliweza kukamatwa pamoja na mitambo 23 inayotengeneza pombe hizo, na watuhumiwa wapatao 498 waliweza kukamatwa. Pia kuna silaha 40 zisizokuwa na vibali zilizokuwa zinamilikiwa isivyo halali na watu ziliweza kukamatwa. Magobole yalikuwa 29, shotgun 29 na rifle 3 pamoja na bastola 2. Lakini vile vile risasi 12 za shotgun pamoja na magoli ambayo yanatumika katika magobole yaliweza kupatikana, pamoja na watuhumiwa wa makosa haya ya kupatikana na silaha bila kibali wapatao 42 waliweza kukamatwa. Kwa upande wa nyara za serikali tuliweza kukamata nyara za serikali zenye thamani ya bilioni 1,628,970.
walikamatwa pamoja na watuhumiwa wapatao 33. Lakini kwa upande wa uhamiaji haramu, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya pia tumeweza kukabiliana na wahamiaji haramu wanaoingia katika mkoa wetu, na hivyo jumla ya wahamiaji haramu 174 walikamatwa. Lakini pia vyombo vilivyosafirisha mali hiyo ambapo ikiwemo magari 4 pamoja na pikipiki 6 ziliweza kukamatwa. Mafanikio mengine ni upande wa wale ambao wanazorotesha uchumi wa nchi hii. Sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya pia tumeweza kukabiliana nao. Ni wale ambao wanatorosha madini aina ya dhahabu kutoka kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo dhahabu yenye thamani ya shilingi bilioni 1,815,621,987 ziliweza kukamatwa pamoja na watuhumiwa 9, na hawa wanaendelea na kesi yao huko mahakamani. Lakini pia silaha 34 zilizokuwa zimeibiwa kwa watu mbalimbali kwenye majumba yao. Silaha zipatazo 3 kwa maana bastola pamoja na shotgun ziliweza kupatikana. Lakini pia kuna mali mbalimbali za wizi ziliweza kupatikana, ikiwemo TV, radio, mitungi ya gesi pamoja na miundombinu mbalimbali ya mamlaka ya maji pia tuliweza kukamata, na watuhumiwa waliweza kufikishwa mahakamani. Watuhumiwa ambao wanajihusisha na makosa ya utapeli kwa njia ya mtandao, hawa pia waliweza kupatikana wapatao 12 wakiwa wanajiwakilisha kwamba wao wanafanya kazi maeneo mbalimbali kwenye taasisi za serikali ikiwemo ofisi za Ikulu, wizara mbalimbali. Hawa pia walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Lakini kulikuwa na hili wimbi la watu kutekwa na kwenda mahali ambako hakujulikani. Pia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya liliweza kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba inatumia weledi wa hali ya juu. Tuliweza kufanikiwa kukamata watuhumiwa 7 waliokuwa wanajihusisha na matukio hayo, lakini pia watoto 4 waliokuwa wameibwa pamoja na kupelekwa sehemu ambazo hazijulikani ziliweza kutafutwa na walipatikana. Kwa upande wa kesi za mahakamani zilizoweza kufikishwa mahakamani, niongelee mafanikio makubwa ambayo yaliweza kupatikana. Kuna watu ambao walikuwa wanajichukulia sheria mkononi na wengine kufanya makosa kama haya ya mauaji waliweza kufikishwa mahakamani na walitiwa hatiani. Mfano, watuhumiwa wapatao 7 walipatikana na hatia ya kunyongwa mpaka kufa kutokana na matukio ya mauaji. Lakini watuhumiwa 23 wa matukio ya kubaka ambayo ni makosa ambayo kwa kweli tunakabiliana nayo kwa kiwango kikubwa pamoja na kulawiti walipatikana na hatia ya kifungo cha maisha gerezani. Na vile vile watuhumiwa 21 wa matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha au kunyang'anya kutumia nguvu, hawa pia walipatikana na hatia na walifungwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Wapo pia watuhumiwa wapatao 133 wa makosa ya mtandao, pia hawa waliweza kukamatwa na walifikishwa mahakamani. Kwa hiyo kwanza pia tumejitahidi kupunguza mrundikano wa mahabusu magerezani. Umepungua kiasi kikubwa kwa sababu taasisi mbalimbali tunazoshirikiana nazo kuna vifungo mbadala vinazingatiwa, lakini pia tunahakikisha kwamba hatutoki nje ya ule utaratibu wa kuchunguza kwanza kesi, kupeleleza kwanza kesi. Tunapokuwa tumeona kwamba hii kesi ina ushahidi wa kutosha, ndio tunapeleka mahakamani. Kwa hiyo swala la kupeleka mahakamani watu bila kuwa na ushahidi wa kutosha, hilo sisi Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya tumelizingatia sana. Kwa hiyo kwa upande wa usalama barabarani pia tumeweza kupunguza ajali za barabarani kwa 2.8, ambapo sasa hii inachangiwa na nini? Inachangiwa na vifaa kazi ambavyo tumevipata, ikiwemo magari kama nilivyosema, magari ya highway patrol, lakini kuna vifaa mbalimbali kama vile POS, speed radar kwa ajili ya kupima mwendo kasi, lakini vipima ulevi ambavyo tumeweza kuvipata vipya kabisa ambavyo vinasaidia. Kwa hiyo POS machine, VTS, TIRAMIS, hii mifumo yote ambayo tunaitumia na yenyewe imesaidia katika kuhakikisha kwamba masuala yote ya usalama barabarani yanadhibitiwa, na tunazuia kwa kiwango kikubwa makosa yote yanayotokana na uzembe, makosa yote yanayotokana na ulevi, kutokana na vifaa na mifumo ambayo tunaitumia. Kwa kipindi hiki cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kujenga vituo vya polisi na kusogeza huduma kwa wananchi kwa kiwango kikubwa sana. Miongoni mwa vituo vya polisi vilivyojengwa katika mkoa wa Mbeya ni pamoja na kituo cha polisi Makongorosi ambacho kiko kabisa mpakani mwa mikoa miwili, mkoa wa Tabora na mkoa wa Singida. Na kutoka hapa Mbeya mjini kwenda mpaka pale mpakani kama kilomita 480.
Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tumesogeza huduma kwa wananchi. Lakini pia kuna vituo vingine ambavyo vimejengwa kwa kipindi hiki kama vile Kambi Katoto, Itumbi, Ifumbo, Sangambi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya tunamshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi nchini Afande IGP Camillus Wambura kwa kuendelea kusimamia maslahi ya jeshi la polisi kwa askari wote na kuhakikisha kwamba jeshi la polisi linafanya kazi kwa weledi, uadilifu na usasa, na kutumia vifaa hivi ambavyo tumevipata pamoja na magari ili kuhakikisha kwamba jeshi la polisi linawatumikia wananchi. Na tunasema sisi tutaendelea kudumisha dhana nzima ya nidhamu, haki, weledi na uadilifu ambavyo sasa ndivyo tunasema vitakuwa ni msingi wa mafanikio yetu.